watu wa Mungu, huwa kuna vipindi tunatakiwa tumtafute Bwana kwa moyo wetu wote. Kita kufikia tu. Labda ukubali issues fulani kwenye maisha yako zibaki pending. Yaani kwamba kuna mambo yabaki hivyo hivyo. Lakini kama umeamua kwamba nataka nimuone Mungu, mimi nimekataa kwamba hili andiko linaniambia Mungu ndiye anipae nguvu ya kupata utajiri. What's wrong? Kitu gani? Eneo gani alijakaa sawa? Mbona alitimia kwenye maisha yangu? Lazima umtafute Bwana. Mbona sipati kazi? Mbona sipati hela? Na nimeomba na nimefunga. Kunawezekana kweli uliomba, kunawezekana kweli ulifunga, lakini haujamtafuta Bwana kwa moyo wako wote. Jamani, kufunga imaanishi ndio umemtafuta Bwana kwa moyo wako wote. Haleluya. Amen. Kuna watu nimewaacha. Sema amen. Amen. Sema amen yenye ushindi. Amen. Haleluya. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yangu yaani mimi kwaga najua yatatokea kirahisi sana. Moja wapo ni eneo la ndoa. Kuna watu nataka niwatie moyo. Haleluya. Amen. Mimi ni kati ya mtu ambaye nilikuwa najua ndoa yangu itanyooka, yani hivi ni lami. Ngoja niwaambie watu. Unajua kuna mambo kwenye maisha tunakutana nayo yanakuonyesha hata ule upako ulionao sio kitu. Kaanze upya. Kwa hiyo mimi, na kuna point nataka niweke sawa hapo, kutanielewa tu. Wakati mimi naombea swala la ndoa, niliomba paka nifika sehemu nikasema hivi sasa hivi niombeje? Lakini Roho Mtakatifu anakupa nguvu mpya ya kuamka tena, kuomba, kupambana, kutoa. Haleluya. Amen. Yes, kutoa sadaka, kufunga. Alafu wakati hayo yote yanatokea, kuna watu nawaona anakuelezea jinsi alivyooa. Hivi watu wa Mungu nisikilizeni. Hivi unaamini kwamba kuna jambo wewe unalihangaikia, unaomba, unafunga, unalia, unatetemeka, afu kuna mtu ukisikiza ushuhuda wake? Na hivyo ndio vitu vinawafanyika wapendwa wengi mnajisahau. Mwambie jirani yako usijifananishe. Usijifananishe. Mwambie kwa sauti hajasikia. Sema usijifananishe. Usijifananishe. Haleluya. Amen. Sisi watumishi, kazi ya Mungu tulionao sio nyepesi, ni ngumu. Haleluya. Amen. Sababu kuna wakati unaweza kukata na mtumishi mwenzako akakuelezea ukasema, hivi mimi nifanyeje? Unaona kama vile wenzako wanaenda kwenye maisha. Kuna wakati unaona wenzako kama vile wanaenda, afu wewe kama vile uko pale. Unasema lakini mbona yeye ameokoka kama mimi? Mbona naye anaomba kama mimi? Lakini mbona yeye kwenye hili eneo amepenetrate kirahisi sana? Mimi mbona kama vile ninavyozidi kuomba ndio kwanza? Point ya kwanza, usijifananishe. Hivyo nafikiri yule aliyekuwa amekaa pale kwenye birika angeamua kujifananisha ingekuwaje? Kumbe yeye ataponywa na Yesu direct. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wale wengine waliponywa na maji yaliyotibuliwa na malaika mpaka wabebwe na watu wafanye nini, ila yeye aliponywa na Yesu direct. Alikutana na Yesu direct. Ndivyo namna ambavyo Mungu alikuwa ameuandaa muujiza wake, kwamba huyu muujiza wake utakuja kwa njia hii. Kwa nini wengine Yesu anawagusa, wengine wanamgusa Yesu? Kwa nini wote Yesu asiwaguse? Watu wa Mungu nisikilizeni. Hivi tunavyoishi, hivi tulivyookoka, kila mtu Mungu atajifunua kwako kwa staili yako. Amen. Na kila mtu ana vita yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana usije ukaonea hivi maisha ya mwingine. Wewe ukajua ni eneo gani ana vita ambayo akikwambia unasema Mungu akubariki. Haleluya. Amen. Mimi nilikuwa na tafakari like this week or like 2 weeks, nimekuwa na tafakari nikasema hivi, sasa hivi kwa mfano Tanzania, nani ambaye ana changamoto? Wewe unavyofikiri. Tena unafikiri nani mwenye amani sasa hivi? Kwamba naye ana raha na furaha. Wewe awe ni kiongozi, awe yuko, kila mtu sasa hivi kuna vitu vinamsumbua hata kama ana hela. Ninakwambia ukweli. Ni rahisi ukajua kwamba yani mimi Mungu angekuwa amenibariki nikawa labda mbunge. Unazijua changamoto za bunge. Haleluya. Amen. Mimi nilikuwa ni waziri. Mwambie jirani yako ulizika ulipo.
Unajua kuna vitu Mungu anatupa kwa sababu anajua hicho ndio tunachokiweza. Nikupa zaidi hapo utashinda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kufikiri mwenzako ana amani kukuzidi, naye ana issue zake anazopambana. Naye ana mambo ambayo anamwamini Mungu amsaidie. Kwa hiyo watu wa Mungu, namalizia, kama unataka Mungu aingilie kati, huu wakati wa kumtafuta Bwana kwa moyo wako wote. Usije kwa ukwepa. Kuna mambo kwenye familia zetu hayako sawa. Kuna mambo utajiuliza, hivi hapa niombeje? Sababu sio kwamba hujaomba, umeomba, lakini mambo bado yako vile vile. Utajiuliza, hili jambo nifanyeje, nitumie mbinu gani? Bado jambo liko vile vile. Huwa kuna kitu kiamua kukifanya, kumtafuta Bwana kwa moyo wako wote, kuna mambo yake yanabadilika. Wengi tunashindwa kwa sababu tuna give up mapema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Unataka Mungu aingilie kati, kubali kulipa gharama. Kubali kulipa nini? Gharama. Yaani kuna vitu usikubali tu kirahisi kwamba hili jambo basi limeshindikana, basi mimi maisha yangu yataishia hapa. Hapana. Sio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu. Kama ni kutoboa dari, toboa. Kama ni kupita mpaka uguse upindo wa Yesu, pita. Yaani fanya linalowezekana, lakini usikubali hali baki hivyo hivyo. Mungu ana uwezo wa kuingilia kati, lakini lazima wewe ujue kanuni. Mungu anaingiaje kati kwenye maisha yangu? Ndio maana huwa kuna vipindi ukiwa unavipitia na usifunge, you are not serious. Nakumbuka miaka 2019 kuna wakati ilikuwa kila wiki nafunga siku 3 kavu kila wiki. Usiniulize, usimaanishi kwamba naoka fanya hivyo. Haleluya. Akasema na mimi sasa, lakini nataka nikutie moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo nimekuja kuwaamsha. Sema amen. Amen. Yaani kuna watu, kuna mambo tunataka Mungu aingilie kati. Tunaomba kirahisi sana. Tunafanya kazi kirahisi mno. Tunatoa kirahisi, tunajihurumia. Watu wa Mungu, mimi kuna wakati nilipoteza hamu ya hela. Hela hizo unaziona hizi. Hamu ya hela iliisha. Tofauti na hivyo utabaki tu unasema mimi sijui kwa nini Mungu. Haya. Namshukuru Mungu, mimi ni kati ya mtu ambaye nimepitia magumu. Lakini nilikataa magumu yabaki mbele yangu. Nilidhamiria lazima huo mlima ugeuke kuwa tambarare. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunahudumia watu wengi sana, Wakristo wengi wanawahi kugive up, na kuambia ukweli. Yeremia 29 anasema nayajua mawazo leo kwanza. Ngoja nikutafsirie mstari leo. Labda waga uelewe. Kwani wakati tumeisoma hii lakini tunasema hivi, mbona haya mawazo Mungu anoniwazia siyaonaje? Huu mstari hauishiagi hapa. Unaendelea na hapa chini. Kwamba ukitaka haya mawazo unayokuwazia yatimie, anasema utakapo nitafuta kwa moyo wako wote. Sasa angalia mstari wa 12 alisema mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mstari wa 13 akasema mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Maana yake kuna utofauti wa kuomba na kumtafuta nani? Mungu. Na kuna utofauti wa kumtafuta Mungu na kumtafuta kwa moyo wako wote. Hivyo vitu havifanani. Havifanani. Kila ugumu unaoona mbele yako, hiyo ni sauti Mungu anakuambia nitafute kwa moyo wako wote. Nitaonekana tu. Nasema Bwana ataonekana tu. Amen. Nasema hivi, Bwana ataonekana tu. Amen. Haleluya.